na kiwanja kimoja kiteule cha kusimama watu wote kutoa kazi ya kila mwanadamu aliyopewa na Mungu. Kuna kiwanja kimoja kiteule cha kusimama watu wote kutoa kazi ya kila mwanadamu aliyopewa na Mungu. Wengine watafukuzwa, ondoka uende, sikujui, sikujui wewe, kazi yako na talanta uliyopewa ulizika chini wewe. Wengine watafukuzwa, ondoka uende, sikujui, sikujui wewe, kazi yako na talanta uliyopewa ulizika chini wewe. Takuwa wakili ya oi oi, tulifanya kazi ya bure, watakimbia huku na huko pia, wakisaga meno yao. Watakuwa wakili ya oi oi, tulifanya kazi ya bure, watakimbia huku na huko pia, wakisaga meno yao. Wengine watafukuzwa, ondoka uende, sikujui, sikujui wewe, kazi yako na talanta uliyopewa ulizika chini wewe. Wengine watafukuzwa, ondoka uende, sikujui, sikujui wewe, kazi yako na talanta uliyopewa ulizika chini wewe. Bwana Yesu alikuja kuokoa wanadamu kutoka dhambi. Alikuja kuokoa wale wote walioshwa kwa damu. Bwana Yesu alikuja kuokoa wanadamu kutoka dhambi. Walikuja kuokoa wale wote walioshwa kwa damu. Wengine watafukuzwa, ondoka uende, sikujui, sikujui wewe, kazi yako na talanta uliyopewa ulizika chini wewe. Wengine watafukuzwa, ondoka uende, sikujui, sikujui wewe, kazi yako na talanta uliyopewa ulizika chini wewe. Yampasa mwanadamu ajiulize, Bwana Yesu atakaporudi atasimama kulia ama kushoto.
kuongea kuhusu Yesu ambaye amefufuka. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. We are on a Easter period. Tuko katika msimu wa kukumbuka kufa kwa Yesu. We have been celebrating the Easter weekend, that is Good Friday. Tumekuwa tukifurahia wiki ya ufufuo ambapo tulianza pale Ijumaa ya ufufuo ya kufa kwa Yesu. And today we are having the Easter Sunday. Na leo tutakuwa tukisherehekea Jumapili ya kufufuka kwa Yesu. And best thing we have with our Christ Jesus, na jambo zuri ambalo tuko nalo kuhusu Yesu Kristo, is that Christ is no longer in the tomb. Ni kwamba Yesu hayumo kaburini tena. He is already risen. Tayari amefufuka. In the book of Matthew chapter number 27, katika kitabu cha Mathayo mlango wa 27 verse number 57. mlango wa 57, The Bible says, Biblia inasema ya kwamba as evening approached, na jioni ilipowadia, there came a rich man from Arimathea named Joseph, ukaja tajiri mmoja kutoka Arimathea ambaye alikuwa anaitwa Yusufu, who had himself become a disciple of Jesus. ambaye alikuwa ameshafanyika mwanafunzi wa Yesu. He went to Pilate and said, Akamwendea Pilato akamwambia, give me Jesus' body. nipe mwili wa Yesu. And Pilate ordered that it be given to him. Na Pilato akaamrisha mwili wa Yesu upeanwe kwake. Joseph took the body, wrapped it in a clean linen cloth, Yusufu akauchukua mwili wa Yesu akaufunga kwa kitambaa safi, and placed it in his new tomb that he had cut out of the rock. na akauweka kwenye kaburi lake jipya ambaye alikuwa ametengeneza kwa mwamba. He rolled a big stone in front of the entrance of the tomb and went away. Kisha akapingilisha jiwe kubwa pale mlangoni, kisha akaondoka. Mary Magdalene and the other Mary were sitting there opposite the tomb. Maria yule Magdaleni na Maria mwingine walikuwa wamekaa mtawalia na ile kaburi. Verse 62. Mstari wa 62. The next day, the one after preparation day, siku ya pili, siku ya maandalizi, the chief priests and Pharisees went to Pilate and said, makuhani wakuu pamoja na Mafarisayo wakaenda kwa Pilato wakamwambia, Sir, we remember that while he was still alive, that deceiver said, Bwana, twakumbuka wakati alikuwa angali hai huyo mwongo alisema. we remember that while he was still alive, he said that after 3 days I will rise again. Tunakumbuka alipokuwa hai alisema ya kwamba baada ya siku 3 nitafufuka. So give order for the tomb to remain secure until the 3rd day. Kwa hivyo peana ruhusa lile kaburi lilindwe mpaka siku ya 3. Otherwise his disciples may come and steal the body and tell the people that he has risen. Ala sivyo wanafunzi wake watakuja wauchukue mwili alafu wadanganya watu Yesu amefufuka. This last deception will be worse than the first. Na uongo huu wa mwisho utakuwa mbaya kuliko ule wa mwanzoni. Take and guard, Pilate answered. Naye Pilato akawaambia, basi lideni. Go make the tomb as secure as you know how. Endeni mkalinde kaburi kadri mnavyoweza. So they went and made the tomb secure by putting a seal on the stone and posting a guard. Basi wakaenda wakalinda kaburi kwa kuwekelea jiwe na muhuri. Chapter 28 verse 1. Mlango wa 28 mstari wa kwanza. After the Sabbath at dawn on the first day of the week, baada ya Sabato siku ya kwanza ya juma, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. Mariamu Magdalena na yule Mariamu mwingine wakaenda kulitazama kaburi. There was a violent earthquake, ukawa na tetemeko kubwa la ardhi, for the angel of the Lord had come down from heaven, maadamu malaika wa Mungu alikuwa ametoka mbinguni, and going to the tomb rolled back the stone and sat on it.
Na akaenda pale kaburini akabingirisha jiwe na akalikalia. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. Alikuwa muonekano wake ulikuwa kama umeme na nguo zake nyeupe kama theluji. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. Nao walinzi wakapatwa na hofu sana, wakaanguka wakakaa kama wameaga. Then the angel said to the women, Naye malaika akamwambia yule wanawake, do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, msiogope, manake najua mnamtafuta Yesu who was crucified. ambaye alishurubiwa. He is not here, Hayupo hapa, he has risen, amefufuka just as he said. kama alivyokuwa amesema. Come and see the place where he lay. Hebu njooni muone alipokuwa amelazwa. Then go quickly and tell his disciples. Akawaambia wanafunzi, Then go quickly and tell his disciples enendeni haraka mwambie wanafunzi that he has risen from the dead, ya kwamba amefufuka kutoka kwa wafu, and he is going ahead of you into Galilee. na anaenenda mbele yenu kule Galili, Then you will see him. na mtamuona. Now I have told you. Sasa nimewafahamisha. Verse number 11. Mstari wa 11, While the women were on their way, some of the guards went into the city and reported to the chief priests everything that had happened. wakiwa kwenye barabara baadhi ya askari wakaenda wakajulisha makuhani wakuu yale yaliyotendeka. When the chief priests had met with the elders and devised a plan, they gave soldiers a large sum of money, telling them, Nao makuhani pamoja na Mafarisayo waliposikia habari hiyo, wakapanga mpango mbaya kuwapa pesa, you are to say, na ili waende waseme, his disciples came during the night and stole him away while we were asleep. muende mseme wanafunzi wake walikuja wakamuiba usiku tukiwa tumelala. If this report gets to the governor, Ili ujumbe huu ukimfikia gavana, we will satisfy him and keep you out of trouble. atakuwa ameridhika na muondokewe na lawama. So the soldiers took the money and did as they were instructed. Kwa hivyo askari wakachukua zile fedha wakafanya kama vile walikuwa wameagizwa. And this story has been widely circulated among the Jews to this very day. Na hadithi hiyo ama mambo haya yamekuwa yakizungumzwa kwa Wayahudi mpaka leo. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Tell your neighbor that Jesus is risen. Ambia jirani yako Yesu amefufuka. Mwambie Yesu amefufuka. Mwele Yesu ni mulioku. Hayuko kaburini tena. Ndale kaburi lengi. Bwana Yesu asifiwe. Mwana nyarogoswa. The word of God says, neno la Mungu limesema, after Jesus was crucified, baada ya Yesu kusulubiwa, he was laid into the tomb. akawekwa kwenye kaburi. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. And after being laid into the tomb, Na baada ya kuwekwa kaburini, he was laid into the tomb of one man named Joseph of Arimathea. aliwekwa kwenye kaburi la mtu mmoja anaitwa Yusufu wa The Arimathea. word of God says that he had become a disciple of Jesus. Neno la Bwana linasema alikuwa amefanyika mwanafunzi wa And he Yesu. was a rich man. Na alikuwa tajiri. And because he was rich, Na kwa sababu alikuwa tajiri, by then, if you were rich, wakati huo kama ulikuwa tajiri, someone used to dig his grave in a cave. mtu alikuwa anajitengenezea kaburi lake kwenye jiwe ama mwamba. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. So it was a cave. Ilikuwa ni aina ya shimo, So they were digging in a stone. walikuwa wanachimbua jiwe, Then when you die, alafu ukiaga your body will be laid there. mwili wako unalazwa pale, And stand by, na kukiwa na kitu pale, they set a big stone to close the entrance once you are laid in. na pia jiwe lilikuwa limewekwa pale tu punde utakapokufa. So the Bible says, Biblia inasema after Jesus died while he was on the cross, baada ya Yesu kufa na kutoka msalabani, this man Joseph of Arimathea huyu mtu anaitwa Yusufu wa Arimathea went to Pilate and said to him, akaenda kwa Pilato akamwambia, Sir, Bwana, give me the body of Jesus that I may go and bury it. nipe mwili wa Yesu niende nikauzike. And the word of God says, Na neno la Bwana linasema, Pilate said, go and give him. Pilato akasema, enendeni mumpee. So when he was given, he went and laid
Jesus in his own tomb. Na wakati alipewa akaenda akamlaza Yesu kwenye kaburi lake mwenyewe. And when he was laid in that tomb, Na wakati Yesu alilazwa pale, the word of God says, neno la Mungu linasema Mary Magdalene yule Mariamu Magdalene and Mary the other Mary, na yule Mariamu mwingine, they were sitting there next to the tomb to see what Joseph would do. walikuwa wamekaa pale kando na kaburi kuona vile ambavyo Yusufu atafanya. And when they beheld what he did, Na walipoona vile alifanya, they wept. wakalia. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. And Joseph closed the tomb with a very big stone. Na yeye Yusufu akafunikia ile kaburi na jiwe kubwa. And here there is a mystery. Na hapa kuna jambo la kushangaza. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. The Bible says this stone which closed the tomb Biblia inasema ya kwamba ili jiwe ambalo lilifunga kaburi was very heavy, lilikuwa zito sana, such that several people would roll it away or on. ya kwamba ni watu kadhaa wangelibingirisha liondoke pale. But Joseph himself, Lakini Yusufu peke he yake rolled the stone akamsukuma njiwe and covered. na akafunga the grave, yule mlango wa kaburi. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Now Mary, Naye Mariamu they were there walikuwa pale watching. wakitazama. After they ensured that Jesus was buried, Walipokuwa wamehakikisha Yesu amezikwa, they went home. wakaenda nyumbani, And the word of God said, na neno la Bwana linasema the next day, ile siku nyingine iliyofuata, and the one which was following the day of preparation, na siku ambayo ilikuwa inafuata siku ya maandalizi, the chief priests came to Pilate. makuhani wakuu wakamwendea Pilato. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Wasema kanisa mkuu mnajiadhari sana. Athuria kanitha mwimenyerere muno, Bwana asifiwe sana. mwathani arogocwo. Kwa sababu wazee wa kanisa ndio walimsulubisha Yesu na makuhani wakuu. Ni undu athuria kanitha na athĩnjĩri-Ngai arĩa anene nĩo mambire Jesu. Bwana asifiwe sana. Jesu arogocwo. Kuwa watumishi wa Kristo. Tũtuĩke ndungata a Kristo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tusiwe watumishi ambao ni wa kusulubisha Kristo. Tũtigatuĩke ndungata cia kwambĩria Jesu. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. The chief priests Makuhani wakuu and the elders. na wakuu na wazee. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio walikaa chini na wakataka kusambaratisha kwamba Yesu vile alisema Nĩo mekarire thĩ matigĩrĩre atĩ Jesu ũrĩa augĩte haitatimia. tekũvinga. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. When you read verse 63 of Matthew 27, Ukisoma mstari wa 63 wa Mathayo they 27, came to Pilate and said, wakamwendea Pilato wakamwambia, Our Lord, Bwana wetu, when this man was alive, wakati huyu mtu alikuwa hai, we remember tunakumbuka that he said, I will rise again alisema atafufuka on the third day. kwa siku ya tatu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. These religious leaders, Hao viongozi wa dini they tried to mean that Jesus was a liar. walikuwa wanataka kumaanisha Yesu ni muongo, And they said this deceiver, when he was alive, na wakasema wakati huyu muongo alikuwa hai, he said that he will rise on the third day. alisema angemfufuka siku ya tatu. Therefore, Kwa hivyo we want us to do one thing. tunakuomba uturuhusu tufanye jambo moja. Let us guard the tomb where he is laid. Wacha tuende tulinde kaburi mahali ambapo amelazwa. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. They called Jesus a deceiver and a liar, Wakamuita Yesu muongo na mdanganyifu, though they had no evidence of what they say. lakini hawakuwa na kitu cha kudhihirisha maneno yao, And very much evidence to the contrary, na ile uthibitisho walikuwa nayo, Jesus Yesu was to rise. alikuwa afufuke. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hate or hatred, Uchuki ama uadui, because they hated Jesus. kwa sababu walikuwa wanamchukia Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Because they hated Jesus. Kwa sababu walimchukia Yesu sana. Hatred bribes men from truth. Chuki hufanya watu wawe vipofu wasione ukweli. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Kuna mtu aliimba akasema, Kwina mundu aile akiuga kama mtu atakuchukia, akorwo mundu no gukumena,
hauwezi kosa makosa yako. Ndange ngopulira mabetia. Praise the name of the Lord. Mwathani arogoso. Mtu akikuchukia, Mungu arakomena kila wakati anakuonea makosa. wanendeshoga yako nagira mabetia. So these people, because they hated Jesus, Kwa sababu watu hawa walikuwa wanamchukia Yesu, the chief priests, makuhani wakuu, the Pharisees, Mafarisayo, the elders wakuu, of the synagogue by that time, wazee wa hekalu wa siku hizo. praise the name of the Lord, Bwana asifiwe. because they neglected so much the law of Moses, Kwa sababu walikuwa nalinda sana sheria ya Musa, and they taught this law, na walikuwa wanafunza sheria hii ya Musa, and they expected that no one can come and deliver them from the law of Moses. na walikuwa wanaamini hakuna mtu angewatoa kwa sheria ya Musa. So their hatred Chuki yao was used by God ikatumiwa na Mungu to make the evidence of Christ's resurrection ili kuleta udhibitisho wa kufufuka kwa Yesu to be more clear and certain. uonekane vizuri kwa hakika. And because of them, Na kwa sababu yao, the tomb which Jesus was laid in, kaburi ambalo Yesu alikuwa amelazwa, they said, let us seal this grave. wakasema wacha tufunike kaburi hili. Bwana Yesu asifiwe. Mwana ni arogosi. Let us put a seal Wacha tuweke muhuri so that if anyone tries to remove the stone, ili mtu akijaribu kutoa jiwe hili, the guns will be there to see him. askari watakuwa hapo Praise the wamuone. name of the Lord. Bwana asifiwe. They sealed the grave. Wakaweka muhuri kwa ile kaburi. The guns, these Pharisees and the chief priests, they were told by Pilate, Mafarisayo na makuhani wakuu wakaambiwa na Pilato, go and cut a top endeni mulinde kaburi as you can. jinsi mnavyoweza. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Kuna watu wengi wanafikiria wanaweza zuia mpango wa Mungu ukatimie katika maisha yako. Kwina ndo mesiragia no magiririe mubango wa Ngai gwiki kathini wa muturire wa And whatever God has said, no ndo ria Ngai augite it must come to accomplishment. undu ucio nginya thinga. Today when I was listening to one of the speakers, Umuthi ngithikiriria mwario umwe, she said that Jesus was born and grew and his purpose was to die. augire Jesu no aciarirwe na agikura na muoroto no orotetwo agakua. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. He was destined to die. Alikuwa amepangiwa kufa, And not only that, na si kufa tu, he was to die and resurrect. alikuwa afe na afufuke. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. The word of God says, Neno la Bwana linasema because they wanted to ensure that the purpose and the plan of God would not fulfill, walikuwa wanataka kuhakikisha ya kwamba mpango wa Mungu hautakamilika. God turned all the things and the plans of the enemy and the malicious thoughts of the enemy. He turned them to be a witness for his own good and purpose and to be blessing for his people. Mungu akahakikisha ya kwamba mipango yote ambayo alikuwa amepanga dhidi ya Yesu Kristo haikufaulu. Yesu akafufuka ili ifanyike ushuhuda kuhusu wema wake. Praise the name of the Lord. Bwana ni aongozwe. People may intend that God's plan will not prevail in your life, in your ministry, in your business, in your family, and everything you want in your life. But God will ensure his plan must be accomplished. Wanadamu watapanga na wajaribu kuhakikisha kwamba mpango wa Mungu hautatendeka juu yako, juu ya familia yako, juu ya biashara zako, lakini naye Mungu atahakikisha mambo hayo yote yatatendeka ili iwe ushuhuda. In the book of Genesis, chapter number 50, verse number 20. Katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 50 mstari wa 20, when Joseph was speaking to his brother, wakati Yusufu alikuwa ananenea ndugu zake, I'll read that one. nitasoma hiyo. Genesis chapter 20, chapter 50 verse 20. Mwanzo mlango wa 50 mstari wa 20. The Bible says, Biblia inasema ya kwamba but for you,
you meant it for evil against me. ila kwenu mlikuwa mmepanga maovu kunihusu, But God meant it for good, lakini Bwana alikusudia mema, so as to bring about this result, ili akayaleta matokeo haya, keeping many people alive as it is today. ili niweze kufanya wengi waishi kama ilivyo leo. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Here we see the Pharisees and the chief priests. Tunaona Mafarisayo na makuhani wakuu They wanted to prevent the plan of God. walikuwa wanataka kuzuia mpango wa Mungu. Praise the name of the Lord. Bwana And asifiwe. that is why they tried to quench this fire of resurrection of Jesus. Na hivyo sababu walikuwa wanataka kuzima ule moto wa ufufuo wa Yesu. But God intended that Jesus would die on the cross. Naye Mungu alikuwa amekusudia ya kwamba Yesu atakufa msalabani. He would be buried and stay in the tomb for 3 days. Atazikwa na akae kwenye kaburi siku 3. On the third day he rises. Na siku ya 3 afufuke. And after resurrection, Na akishamaliza kufufuka, he may prove salvation to many. ili adhihirishe wokovu kwa wengi. And all these, the Pharisees intended it to punish and to destroy the plan of God by ensuring that Jesus did not rise. Na wa Mafarisayo nao walikuwa wamekusudia kuharibu mpango wa Mungu kwa kuhakikisha ya kwamba Yesu hajafufuka. And called him a deceiver. Na wakamuita mwongo. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. But God meant it for good. Lakini Bwana alikuwa amekusudia mema. People will determine or think that the things will turn against your life. Watu watafikiria ya kwamba mambo yatakugeukia katika And maisha. they will do many things against your Na will. wafanya mambo mengi kinyume na kupenda kwako. But God will intend it for your good and prosperity and your salvation. Lakini Bwana atayapanga ili kwako mambo yawe mema na unawiri. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Bible says Biblia inasema in the book of Isaiah chapter number 53, katika kitabu cha Isaia mlango wa 53, Jesus Yes. suffered for our pains. aliteswa kwa sababu ya uchungu wetu. Praise the name of the Lord. Bwana He asifiwe. received the judgment of God that we may receive peace. Alipata hukumu kutoka kwa Mungu ili nasi tupate He amani. died and resurrected that we may live. Alikufa na akafufuka ili tuishi. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. In the book of 2 Corinthians chapter number 5, Katika kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 5, verse number 15 and 16, mstari wa 15 na the Bible 16. says Biblia that inasema God made Jesus, who knew no sin, to be sin for us. ya kwamba Mungu alimfanya Yesu ambaye hakuwahi kufanya dhambi akafanyika dhambi kwa sababu yetu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu And asifiwe. he gave us a ministry of reconciliation. Na akatupa huduma ya kurejeshwa. We were reconciled to God Tulirejeshwa kwa Mungu by his death and by his resurrection. kupitia kufa na kufufuka kwa Yesu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. And today Na siku ya leo we have a hope. tuko na tumaini. We have a hope Tunatumaini that after all of this life, ya kwamba baada ya maisha haya after we live in God, tukishaishi ndani ya Mungu we shall receive eternal life. tutapokea uzima wa Because milele, Jesus died and resurrected. kwa sababu Yesu alikufa na akafufuka. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana The litukuzwe. important thing or the enjoying thing Jambo ambalo linaridhisha na kufurahisha sana is that the enemies of Jesus, ni kwamba maadui za Yesu ambao walikuwa makuhani na wazee wa kanisa, aria mayathĩnjĩri-Ngai na athuri a kanitha, praise the name of the Lord, Mwathani arogocwo, they remembered well the words of Jesus. nĩ maririkanaga wega ciugo cia Jesu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Those people who always look for your mistakes, Watu wale hukutafutia lawama kila wakati, they will keep every word watahakikisha wametunza kila neno which you speak. ambalo unanena. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Wale ambao wanakutega Andũ arĩa magũtegaga watakuwa wanasikiza maneno yako yote. magathikagĩria ciugo ciaku ciothe, Kosea tu useme neno moja ambalo litawaguza.
vetia wali kigo kemwe kumavutia They will crucify you with that one. nima kwamba ndio akigo kemwe. Praise the name of the Lord. Yesu aragoso. And the word of God says, Ndio na Bwana linasema these Pharisees and the chief priests, hao mafarisayo na makuhani wakuu they remembered very well walikumbuka vizuri sana the words of Jesus. maneno ya Yesu Kristo. That deceiver said, Yule mwongo alisema on the third day he will rise up. akafufuka siku ya tatu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Wakasema huyo muongo. Wakasema mapigo si mumenania, But you want to prove him wrong. lakini tunataka kudhibitisha ni hawakuwa sawa. One day I give you a story Siku moja nikawapa hadithi about the man of God who was preaching the word of God, and he had the ability to know things. He was a prophet, he prophesied. kuhusu mtu ambaye alikuwa na ubiri nchini na alikuwa nabii, angeona na atabiri mambo. So he had a great mission in Nigeria. Akawa akona huduma kubwa sana kule Nigeria. A young boy this size, Mtoto mdogo kiwango hiki heard of a prophet, akasikia kuna nabii, and he said, I will prove him that he is a false prophet. akasema nitaenda pale nihakikisha watu wamejua yeye ni nabii wa uongo. So when he came in a field, and the field was full of people, Wakati alikuja kwenye uwanja na uwanja ulikuwa umefurika watu, the young boy yule kijana mdogo went and caught a grasshopper, akaenda akachukua panzi and he sat on the front seat. na akakaa kwenye viti vya mbele. And when the man of God took the microphone Na wakati mtu wa Mungu alichukua kile kipaza sauti to start preaching and giving prophecies, aanze kuhubiri na kutoa unabii, so this boy yule kijana said, man of God, before you start preaching, akasema, mtu wa Mungu, kabla hujaanza kuhubiri, in my hand I'm holding a grasshopper, katika mkono wangu nashika panzi, and I know you have the ability to know things. na najua uko na uwezo wa kujua mambo. I want you to tell me, and you tell us whether the grasshopper in my hand is alive or dead. Nataka uniambie yule panzi yako kwa mkono wangu alikuwa hai ama amekufa. So the young boy Yule mtoto thought that when he says the grasshopper is alive, akafikiria nabii akisema yule panzi ako hai, he will just squeeze it and die. kijana atafinya kwa mkono panzi ya kufe. And in case he says it is dead, Na iwapo nabii atasema iko hai, he will just open up his hand and it flies. atafungua mkono, yule panzi aruke aende. If you are the prophet, what could you do? Kama wewe ungekuwa huyo nabii, ungefanya nini? By the wisdom and the knowledge of God, Kupitia hekima na ufahamu kutoka kwa Mungu, the prophet said, nabii akasema, the life of the grasshopper in your hands maisha ya yule panzi kwenye mkono wako is determined by your hands. mikono yake ndiyo inaamua, yako ndiyo inaamua Whether the grasshopper will live or die, whether it is alive or dead. mikono yako ndiyo iko na hukumu, ndio inajua kama yule panzi amekufa ama iko hai. So ukitaka aishi ataishi, ukitaka akufe atakufa. Wewe ukitaka wenda mbadie ekwe wende tule moyo. Jana akaona huyu amenichezea, Kimwana idono wenu andakira. na akachomoka kwa mkutano kama amekasirika. Na kakima mwesema nile kangadetie mono. Nilikuwa nampeka lakini hakutegeka. Ni amotegete nono ale motego. Praise the name of the Lord. Yesu anogoswa. The word of God continues to say, Kio kaka yika nina mbele na ku. after the supper, Vugao kwa tabatu. when it was in the morning and at dawn, Wakati ilikuwa asubuhi mapema, this Mary Magdalene huyu Mariamu Magdalene and the other Mary who were sitting there when Joseph was burying the body of na Jesus, Mariamu mwingine ambaye alikuwa pale Yusufu akizika mwili wa Yesu, they came to the top to see the top whether it was affected. wakafika pale kaburini kuona jinsi lilikuwa. The word of God says, Neno la Mungu linasema when they were there, wakiwa hapo, suddenly there was a great earthquake. mara moja kukawa na tetemeko kubwa la ardhi, For the angel of the Lord came down from heaven, kwa sababu malaika wa Mungu alitoka rolled away the stone, akapigwa
akabingirisha jiwe. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. He rolled away the stone. Akabingirisha jiwe, And the angel sat on the stone. naye malaika akakalia jiwe. And after sitting on the stone, Na alipokalia lile jiwe, his appearing was like lightning. alikuwa anakaa kama umeme, His garments were white as snow. na nguo zake zilikuwa nyeupe kama theluji. And the Bible says, Na Biblia inasema the guards, wale walinzi they shook and became like dead men. wakatetemeka, wakakaa ni kama wamekufa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu nikuulize, kwa nini Biblia inasema about on the third day? Nenda ukulia nendo ikira atumakirika ni ukigo bora muthenya wa gatatu. Yesterday, or it was on Friday, I was thinking, Igoro kwi Jumamosi we celebrate Good Friday on a Friday. tukenagirira Good Friday muthenya ucio wa Jumaa. The Bible says of three nights and 3 days. Kirikanio kiaragia borwa motuko mathatu na mithenya ithatu. That is half 12 hours, 12 daylights. Uhuni kuga matatu. That is 3 daylights and 3 dark nights. Hiyo ni kusema ya kwamba siku tatu za mwangaza na siku tatu za giza. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ukiangalia from Friday na sasa tuko Sunday, Ugagutara kuma Jumaa na umuthi twe Jumapili. siku tatu zinafika wapi? Thiku ithatu irakinyira kuri. Sasa from Friday. Nataka kuma Jumaa. Kwanza inaisha sasa. Muthenya wa mbere ukathira Jumamosi. Pili inaisha. Jumapili. Sawa. Utuku unalita. Daylights. Muthenya wino theri. Na Yesu alisulubiwa saa 6. Don't forget. Na Yesu ambirwo thaa thita. Akakaa kwa msalaba for 3 hours. Agikara matharaba mathaa mathatu. Saa 9 akasema my spirit I commit unto you. Na akenda akiuga roho wakwa nina ubecana na kuri we. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. I want to give you a little explanation. Nataka nikupe maelezo kidogo. We have the calendars which we use. Tuko na ile kalenda ambayo tunatumia. We have the Jewish calendar. Tuko na kalenda ya Wayahudi. In the original Sabbath is in plural. Ile sabato ya kwanza iko katika wingi. Praise the name of the Lord. Amen. And we must note that Lazima tunukuu kwamba the day of atonement, utakaso ama kutoa dhabihu ya utakaso wa dhambi, muthenya wa kuruta igongona ria kutherwa kwa methia was regarded as Sabbath, and it happened on 14th day of the year of Nisan, of the month of Nisan. ilikuwa 14th day of the month, waiwa muthenya wa 14 wa mweri, which was called Nisan, mweri wetagwa Nisan na thiri ya ugwema. and it was regarded as a Sabbath on that day of atonement. Na ndio ilikuwa inajulikana kama siku ya sabato ya utakazo. And it happened on a day other than Saturday, the normal Sabbath. Na hii ilikuwa inafanyika siku kando na ile ya kawaida, sabato ya Jumamosi. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. So Sabbath was on Saturday. Kwa hivyo sabato ilikuwa ni Jumamosi. Then this day of atonement was 14th day of the month of Nisan. Kwa hivyo hii siku ya utakazo ilikuwa ni siku ya 14 katika mwezi huyo wa Nisan. And for Jesus to rise 3 days and 3 nights after crucifixion, Ili Yesu afufuke siku tatu na usiku tatu na siku tatu baada ya kufa. kuna mausiku na kuna siku. Kuna siku ya jua na mwangaza na kuna usiku ya wagiza. So 3 dark nights and 3 day nights. Usiku wa giza tatu na siku za mwangaza tatu. Jesus had to rise 3 days after crucifixion. Yesu angefufuka siku tatu baada ya kusulubiwa. He could not have been crucified on a Friday.
hangesulubiwa siku ya Ijumaa. Bwana asifiwe. Amen. Ukisoma maandishi sasa ni ya wasomi the Hebrew calendars. Kwa kuthoma riu maandiko makonini na athomi igi kalenda ya Ayahudi. It is well documented in those manuscripts. Imeandikwa vizuri sana katika nukuu hizo hapa maandiko hayo. Jesus was crucified at AD 30. At AD 30. Ya kwamba Yesu alisulubiwa mwaka wa AD 30. Bwana asifiwe sana. Amen. Katika miaka ya Biblia kuna BC na kuna AD. Thĩinĩ wa miaka ya kĩrĩkanĩro kwĩna BC na kwĩna AD. Bwana asifiwe. Amen. So BC is the year before Christ. BC nĩ miaka ĩrĩa ĩ mbere ya Kristo gũciarwa. And AD stands for Anno Domini. Nayo AD inasimamia Anno Domini, ambayo ni miaka inayokuja after the day of the Lord. Na kunde kuga nĩ miaka ĩrĩa ĩgauka thutha wa mũthenya wa Mwathani. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. So that is how the recording and the years are counted in the scriptures. Ũguo nĩguo mĩaka ĩthetwe marĩtwa na ĩgatwarwo thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro. So Jesus was born 4 BC, 3 to 4 BC. Kwa hivyo Yesu alizaliwa It was at the 4 BC. Alizaliwa pale katika 4 BC. 4 BC, 4 before Christ. 4 years before Christ. Yaani miaka minne kabla ya Kristo. Yeah, Bwana asifiwe sana. Sasa kuna mtu anashindwa sasa before Christ na inaneniwa before Christ na Yesu alizaliwa before Christ na Kristo ni Yesu. Si ndio? Kabisa. Bwana asifiwe sana. Praise God. So hiyo ndio ilikuwa recording. So when you get to the book of Malachi, ukiingia katika kitabu cha Malaki, kulikuwa na silent period ambayo Mungu hakuwa ananena. Kuna kipindi ambacho Mungu alikuwa amenyamaza, hakuwa akinena. Na katika kuhesabu hii miaka, na ndio gutara miaka hiyo, hakuna 0 BC ama 0 AD. Gutire ati 0 mbere ya Kristo kana 0 thutha wa Kristo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. So before Christ, that was the recording by that time. Mbere ya Kristo kuno methenya leta pesa kwa marito ndale. By this time when God was silent, kabinda gaka ngai akirite, bado miaka ilikuwa inahesabiwa. Miaka no yetaraga. Then after that, during that period, na kabinda likau, when it was over, Jesus was now born. Miaka ya thira Yesu agiciarwo. And it was still being recorded as BC. Na yetagwa bado before Christ. So when you have 4 BC, ukuja ufike kwa hakuna 0 BC, Jesus died at 33 years. He was crucified at 33 years. Kwa Yesu ambirwe miaka ya 33. Aina miaka 33. So you will find that he died now at 30 Huko ni kuona leo akwile thini wa 30 Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Yesu arogocwo. Hapo umechanganyikiwa kidogo. Lakini nitakuja kukuchanganyua hiyo siku nyingine. Na mwenye singine kama ukuta kalimale kwa atonya. Bwana asifiwe sana. Yesu arogocwo. Yupata Yesu alisulubiwa 30 AD. Nikenda wewe uguo Yesu asialiwe 30 AD. Kama ni 30 AD na alikufa na 33 years. Ruo kwa nenda AD na kwile na miaka 33. Miaka 3 alitoa wapi? Miaka hiyo ingine tu igurera umaku. Siko pale mbele. Bugaye na kumbele. Bwana asifiwe sana. Yesu arogocwo. So when he was crucified at 30 AD, alipo sulubiwa hapo kwa 30 AD. And we have seen that he was crucified, that is before the day of atonement. Na tumeona alisulubiwa kabla ya siku ya utakazo. Ndio waweze kuandaa siku ya Sabato. Nikasema watakubalia mwenye wa Sabato. So probably he was crucified on a Saturday. Huko nitakuona ni ambirwo muthenya wa Jumamosi. Because on Friday, ni ndo muthenya wa Jumaa, it was the Passover Sabbath. Wai muthenya wa Passover kana kuririkana ciana cia Israeli kuma komboni. It started on a Friday, Sabbath ilianzia from Friday evening from 6 up to Saturday at 6. Sabato yambagiriria Jumaa kibwa nginya Jumamosi mathaa ma 7. And therefore it makes 2 Sabbaths in succession that year.
na igatuma kugie na thabato irigiri irumanirite thiini wa mwaka ucio. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. And the word of God says, Yoka Ngai kauga atiri, now when the guard was seated there, riria athigari mekarite bau, the angel of the Lord muraika wa Ngai came and rolled away the stone. andioka akimingiritie thiga, Because the power which resurrected Jesus, ni undu binya uria wariukirie Jesu it was so powerful, wari binya munene, so that even the angel must come to witness, ati nginya araika no nginya bauke gwikira wira to roll away the stone. kubitukira kumingiritie thiga, And these people became like dead people. na athigari maikara takoma. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Hebu fikiria askari analinda kitu lakini yamelala. Tawe sio kwa muthigari akigitira kindu aitoro, Ilibidi malaika hawa walinzi walale chini kifundifundi. wakataranirie no nginya athigari aya magwende mama menanga. Hawa wanajeshi ama walinzi wakashtuka sana. Nao athigari aya makimaka muno, Na Biblia inasema kwamba na kirikano kirabuga atiri, malaika akaambia wale akina mama, mureka kera atumia acio, ninajua mnamtafuta nani. nini ramenya uria muracaria, Mnayemtafuta hayuko kaburini, amefufuka. ucio muracaria ndaikaburire ni muriuku. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. Jesus is risen. Yesu amefufuka, And because he has risen, na kwa sababu amefufuka, he is risen that he may give us hope to resurrect. amefufuka ili atupe matumaini ya kufufuka. And I want to tell you and to assure you Nataka niwaambie, nikuhakikishie, that Jesus resurrected that he may give you hope. Yesu alifufuka ili akupe And matumaini. because you carry Jesus, Na kwa sababu wewe unampenda you Yesu, have accepted Jesus to be Lord and Savior over your life. umemkubali Yesu awe mwokozi wa maisha yako. Tell your neighbor you carry the power of resurrection. Ambia mwenzako unabeba nguvu za ufufuo. Mwambie umebeba nguvu za ufufuo, Mweyo kuweza dinya wali ukio. zile ambazo zilimfufua Kristo. Ulia wali ukirie Kristo. Na Paulo alipokuwa na hubiri, Paulo akebunjia. alifika mahali akaambia Wakorintho, Aikinya bandu akira akorinitho. nilipokuja kwenu Na ukakolimwe. sikutaka kujua mambo mengine, Ndienda kumenya maondo mengi. lakini nilitamani sana kumjua Kristo, None ndio kumenya na Kristo. Kristo peke yake akiwa amesulubiwa, Na Kristo madhari ya mwambe. na nguvu ambazo zilimfufua kutoka kwa wafu. Na dinya ulia wako liukirie kuma Praise the name of the Lord. Mwana nyarogozwa. Because God will never ashame himself. Niondo Ngai ndare ndiage sonoriria. He has to ensure that the power of resurrection is working in your life. Mwangi yatigire dinya wali ukino la utabira. And then the one who has received Christ Jesus, Na wewe mwana wako kireta Kristo. hata kama utafungiwa na mawe, Wanaongeni ngeruwa ya diga. waseme hapa hautatoka. Mau ya mando juma. Nimekuja kukwambia Na akamukwira ate. nguvu za ufufuo wa Yesu Kristo, Dinya wali ukiwanje so. nguvu ambazo zilimfufua Kristo kutoka kwa wafu, Dinya wali ukirie Kristo. zinaenda kukufungua, Mwangi nyoko. zinakufungulia Niko kubingolera. ile mawe yote ambayo umefungiwa nayo Andika mwana mareo. katika maisha yako. Tulele wako. When Jesus rose from the dead, Yesu aliyoko makoli yako. he rose with power. Ajokire na. He rose with power. Ajokire na dinya. Those who call him liar, Alema mwita mobele. they experience the power of Jesus and the power of resurrection, and they were amazed. Nemegwire vinya wali ukio wa Yesu Kristo na makemaka. Bwana asifiwe. Mwana nyarogoso. Maisha yako ikutane na ikumbane na nguvu za Yesu zilizomfufua kutoka kwa wafu. Motore waku urosema ni vinya wa Yesu leo mliokirie kuma kule yako. Why did Jesus rise from the dead? Yesu aliokirie niki. One, Niki. to prove that he was son of God. Niki mekire bila ale mwana wa Ngai. Bwana asifiwe. Mwana nyarogoso. And everyone that he said must come to accomplishment. Ya kwamba kila neno alilosema lazima litimie. Two, Jambo la pili. he rose Alifufuka that he may give you hope for resurrection after death. ili akupe matumaini ya ufufuo baada ya kufa. 1 Corinthians chapter number 15. Ila ukaanza mstari wa 15. You see the power of Jesus and resurrection, and how the dead will resurrect. Utaona nguvu za ufufuo Yesu na vile wafu watafufuka. From verse number 50. Kutoka mlango wa 50. Bwana asifiwe sana. Maana asifiwe. 3. Jambo la tatu. Jesus rose from the dead Yesu alifufuka so that ili
to acknowledge God's power in this life. Kitambue nguvu za Mungu katika maisha haya. And Jesus was already a person. Yesu alikuwa tu mtu who had confidence ambaye alikuwa na ukakamavu mwingi to say that he will die and resurrect after 3 days. Usema angekufa na afufuke baada ya siku 3. Wengi wanatuambia maneno. Yado wengi wanapenda kama mtu praise the name of the Lord. Yesu anakosoa. Lakini wanapotuambia mambo yao na magepera ndio si yao. Tunangoja tunangoja maka yako pinga. Kama kuna mwingine aliwaambia tungoje 22nd of this month. Kwa hiyo mwenendo atetetetere tariki 40 ile mwezi huyo. Akataa okay. Ni kesho kutwa. Jumanne. Tuendelee. Alikuwa amesema tungoje. So that we may prove that prophecy. Nikenda tukile bila unabiosho. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Terisemaji? Hapana, sitaambia vile nisema. Wacha tungoje nitakuja kuambia sasa. Temwira ulia ugire mwete nenga mwera Jumapili. Praise the name of the Lord. Praise God. The angel of the Lord said he is not here. Malaika wa Mungu akasema hayupo hapa. He is risen from the dead. Ameshafufuka kutoka kwa wafu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. I've said that Jesus, nimesema kwamba Yesu, he also proved that he is not a deceiver. Alidhibitisha kwamba yeye si muongo. Read from the book of Romans chapter 1 verse number 4. Soma Warumi 1 mstari wa 4. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Jesus himself, Yesu mwenyewe, he rose from the dead, akafufuka kutoka kwa wafu, so that a large number of people, ili kundi kubwa la watu may see him after his resurrection. Aliweze kumuona baada ya ufufuo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. If you read the book of Acts chapter number 1, kusoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa kwanza, Jesus after he rose from the dead, he was seen by many people in Jerusalem. Yesu alipofufuka kutoka kwa wafu alionekana watu wengi Yerusalemu. And as he was going to Jerusalem, na alipokuwa akifika Yerusalemu, ndipo alipatana na akina Kleopa. Hapo ndio akapatana na akina Kleopa. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Maana wanazungumza kuhusu ni walimsulubisha Yesu. Na makera igevoro walia ando mambire Yesu. Praise the name of the Lord. Yesu arogoso. And Jesus manifested himself to these people. Yesu na ngakiona ni yakole ando asio. And the angel said to Mary Magdalene and the other Mary, na ke malaika akira Maria Magdalene na Maria mosio wengi, that they go to Jerusalem or in Galilee because Jesus is going there. Ya kwamba waende Yerusalemu na Galili kwa sababu Yesu anaenda huko. Jesus, God worked with these people in a great power in establishing the truth. Yesu akafanya kazi kupitia watu hawa kwa nguvu kubwa sana ili ukweli udhihirishwe. Ambao ni wanafunzi ambao walimuona kama amefufuka. Na ne alutama monire alimulioku. Praise the name of the Lord. Mwadhani ya rogoso. And today many people, including us, na leo watu wengi tukiwa miongoni, Jesus has changed our lives. Yesu amebadilisha maisha yetu. And we are witnesses. Sisi ni washuhuda of what Jesus has done. Ya vile Yesu amefanya. So the risen Christ, kwa hivyo Kristo aliyefufuka, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. He has power to change our lives. Ana nguvu za kubadilisha maisha yetu. He has power to heal our lives. Ana nguvu za kufanya maisha yetu. He did to many people. Amen. He did to many people. Alitendea wengi, even to you, he can do to you. Na hata kwako anaweza akakutendea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wewe ya kaburi ya leo. Ni kugomera wenu. Yesu hayuko kaburini. Yesu kale kaburire. Jesus is risen. Yesu ni mulioku. In your life. Thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. In your spirit. Thĩinĩ wa roho waku. In your family. Mũciari waku. Let him be alive. Reke atuĩke ai muoyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu agocwo. Na tujipeane zaidi kwake. Na tuenengane makĩria kũrĩ ke. Tumtumikie yeye. Tumutungatĩre ke. Kwa sababu yeye ni mwaminifu. Ndio ni mwaminifu. Katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo. May Almighty God bless you. Yesu mwenene mũrathime. Do you good. Amwike wega. As we understand. Tukithi na mena gũtaũkwa. That Christ is no longer in the He is already rising. No, you fit there. Praise the name of the Lord. Yes, you are sharp.
Yesu ni mdio. Kwa hiyo budi ya leo. Umi araoleno. Tumtumainie yeye. Umwigirire ke. Ndio maisha yetu yapone na yeye. Umi tole tu. Ndio maisha yetu yaingizwe na yeye. Tole tu ambara ndio. Ndio maisha yetu yakombolewe na yeye. Tole tu kurwa nike. Yeye ni mwaminifu. Yani mwema. Yeye ana nguvu, Aina vinya. ana uwezo, Aina uwezo. ana mamlaka Aina wadani. ya kubadilisha kila kitu katika maisha yako. Hata usenje mambo moja. Praise the name of the Lord. Wadani ya roho. Therefore this one after me. Ukia mama The power of resurrection vinya wali ukio. is here with us. Uyama mana. Jesus is no longer in the grave, Yesu tudeleka buliringi. and he rose No amikire. that we may have hope. Nikala tu Wewe ambaye umefika mwisho katika maisha, Kinyeta mwiso. wewe ambaye umefika mwisho katika familia, Kinyeta mwiso umefika mwisho katika biashara, Kwa kinyamuso biashara. Yesu alifufuka Yesu ndo wali ndiye akupe tumaini katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Yesu. Tusimameni ndio tuweze kuomba. Kama